Nina changamoto ya mtoto, nimemzaa akiwa na moyo mkubwa, kisha moyo ule una matundu. Nimehangaika, nimeenda kwanza mkoa wa Morogoro, hapo Morogoro, mtoto kipindi cha bado ana miezi kama miwili. Nimehangaika naye katika hospitali ya mkoa wa Morogoro hapo. Imeshindikana, nikapewa rufaa niende Muhimbili. Nje nimeambiwa shilingi milioni 2 na mimi uwezo sina. Baba huyu mtoto alinikimbia, mtoto akiwa umri ya miaka 5, kwa changamoto zimezidi za malazi ya huyu mtoto, akaamua kuondoka. Ni simulizi ya huzuni ya mama huyu anayefahamika kwa jina la Sofia Omari, mkazi wa Kilosa mkoani Morogoro. Mama huyu anakumbwa na changamoto kubwa ya maisha baada ya kujaliwa mtoto aliyezaliwa akiwa na matatizo ya moyo. Kwa muda sasa amekuwa akihangaika kutafuta matibabu katika hospitali mbalimbali bila mafanikio, hadi aliposhauriwa kufika Muhimbili kwa ajili ya matibabu ya kibingwa. Hata hivyo, changamoto kubwa inayomkabili kwa sasa ni ukosefu wa fedha za usafiri na matibabu, hali inayomzuia mtoto wake kupata huduma za kiafya kwa wakati. Hapa anazungumza mengi, na hii ni ripoti kamili kutoka Families Media. Jina langu ni Sabitina Ali. Karibu. Kwa jina naitwa Sofia Omari. Nina changamoto ya mtoto, nimemzaa akiwa na moyo mkubwa, kisha moyo ule una matundu. Nimehangaika, nimeenda kwanza mkoa wa Morogoro, hapo Morogoro, mtoto kipindi cha bado ana miezi kama miwili. Nimehangaika naye katika hospitali ya mkoa wa Morogoro hapo. Imeshindikana, nikapewa rufaa niende Muhimbili. Muhimbili nako nikahangaika mpaka sina uwezo. Naona sasa hivi nimesimama kwenda kliniki, kwenda kufanya kitu chochote kile. Mwanangu yupo na bado anasumbuliwa na haya maradhi, na maradhi haya yanatakiwa kwamba afanyiwe upasuaji. Kwa kipindi cha nimeambiwa shilingi milioni 2 na mimi uwezo sina. Baba huyu mtoto alinikimbia, mtoto akiwa umri ya miaka 5, kwa changamoto zimezidi za malazi ya huyu mtoto, akaamua kuondoka. Unavyojua mama, mimi sina muda wa kumkimbia huyu mtoto. Kwa hiyo jamani, naombeni Watanzania wenzangu, mnaposikia malalamiko haya, mimi mwanamke mtoto nalalamika, yani mtoto wangu amenisumbua sana kwa muda mrefu, mpaka sasa hivi mimi sina. Na labda mtazamaji anayekutazama anatamani kufahamu shida ni nini sasa mpaka sasa hivi mtoto hajapata matibabu. Ndugu zangu, haya makaratasi yote haya, yani haya yote nimehangaika mimi Muhimbili miaka karibuni 10. Karatasi hizi unavyoziona zote za Muhimbili kwa tatizo la changamoto ya huyu mtoto, lakini bado hajapata tiba. Kwa kuhusu pesa, natakiwa milioni 2 ndio afanyiwe tiba huyu mtoto. Na mimi mnavyoniona hivi miaka karatasi kama hivi mnavyoziona hizi. Anapiga kila akienda anapigwa eko, anaambiwa moyo bado mkubwa na una matundu na unahitajika kufanyiwa upasuaji, lakini upasuaji unashindikana kutokana na uwezo wangu. Katika maelezo yake, Sofia Omari anaeleza kuwa hali ya afya ya mwanae imekuwa ikizidi kumletea wasiwasi mkubwa, kwani mara kwa mara mtoto huyo hupata magonjwa mengine tofauti ambayo madaktari wamemweleza kuwa yote yanachangiwa na tatizo la moyo alilozaliwa nalo. Anaongeza kuwa kuna nyakati mtoto wake hushindwa kabisa kutembea kama watoto wengine, na hata akitembea kwa muda mfupi tu hupata shida ya kupumua na kulazimika kusimama, hali inayoendelea kumwathiri maisha yake ya kila siku na kumpa mama huyo hofu kubwa juu ya mustakabali wa afya ya mwanae. Yani mtoto mpaka sasa hivi anapata changamoto za kuumwa mara kwa mara. Hata shuleni saa zingine haende, anakaa wiki nyumbani. Akitembea hivi na hapo anachoka, nguvu hana, moyo unamuenda mbio, lakini nashindwa kwenda katika hospitali makubwa mpaka sasa hivi.
Kipindi hicho cha nyuma mpaka nilikuwa naenda naomba mpaka sasa hivi watu wamechoka hapa mitaani. Naenda kwa mtendaji naomba, napita mitaani mpaka sasa hivi. Ule muda mrefu kuanzia na siku moja mpaka sasa hivi ana miaka 11. Watu hapa wameshanichoka sasa hivi, sina msaada aina yoyote. Ndugu zangu wa Tanzania, naombeni mnisaidie. Umetueleza kwamba baba yake na huyu mtoto alikukimbia, na mtazamaji anatamani kufahamu ni changamoto ipi ilitokea mpaka baba yake akaamua kukimbia familia hii? Yaani baba yake wa huyu mtoto amenikimbia kwa kutokana na changamoto za huyu mtoto. Alikoenda mimi sielewi. Na mpaka sasa hivi hata ukimpigia simu hapatikani kabisa katika kwenye simu. Ona changamoto za huyu mtoto zimezidi. Akantoroka alikoenda mimi sijui. Na mpaka sasa hivi hata kimpigia simu hapatikani. Naona mtoto bado anasumbuliwa na hayo maradhi ya moyo. Hapa nyumbani mimi naishi kwa vibarua, nitoke nikahangaike na kibarua ndio nipate kitu tu cha kula. Yaani hii changamoto imeanza muda mrefu mpaka sasa hivi sina chochote wala sina akiba yoyote. Kujikizi hapa nyumbani kupata chakula mpaka nitoke, nihangaike na vibarua ndio nije nipate kula mimi na huyu mtoto. Bado sijakata tamaa na huyu mtoto. Ila tu baba yake naona alishamkatia tamaa ndio mpaka kaamua kutukimbia. Naona kashakata tamaa, lakini mimi sijakata tamaa. Kwa hiyo naombeni Watanzania zangu mnisaidie niendelee kupata msaada kwenu ili nimtibu yule mtoto, nipate tiba. Hapa nilienda kupima, kaambiwa matundu bado ni makubwa, yanahitajika upasuaji. Kuna matundu mengine ya kuziba bila upasuaji, lakini ya mwanangu mimi imeshindikana mpaka kunatakiwa afanyiwe upasuaji. Hakika usemi unaosema ya kwamba hujafa hujaumbika una maana kubwa sana katika simulizi hii ya machungu, kwani ni jambo linalogusa mioyo ya wengi kuona mtoto mdogo ambaye bado alikuwa na ndoto nyingi za maisha, ndoto za kusoma kwa bidii, kufanikiwa na siku moja kuja kuisaidia familia yake. Leo akiwa katika hali ngumu inayohatarisha mustakabali wake. Kwa maelezo ya mama yake Sofia Omari, inaumiza sana kushuhudia namna ndoto za mtoto wake zinavyoonekana kufifia siku hadi siku kutokana na tatizo kubwa la moyo alilozaliwa nalo. Hali hiyo imefanya mtoto ashindwe kuishi kama watoto wengine, kwani mara kwa mara anapougua magonjwa hayo yote yanayohusishwa na tatizo hilo la moyo, na wakati mwingine hali yake huwa mbaya kiasi cha kushindwa hata kusimama au kutembea umbali mfupi bila kukosa pumzi. Kutokana na changamoto hiyo, mtoto huyu amekuwa akishindwa kuhudhuria vipindi vyake vya shule, hali inayorudisha nyuma katika masomo na kuzidi kuzima matumaini ya kutimiza malengo yake ya baadaye. Mama yake anaeleza kwa masikitiko makubwa, kila siku anayoiangalia hali ya mwanawe inazidi kuwa ngumu. Moyo wake hujaa huzuni na hofu juu ya kesho ya mtoto wake. Katika simulizi hii, mama huyo ameshindwa kujizuia, huku akitoa wito mzito kwa wananchi wote wa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania wenye mioyo ya huruma kujitokeza kumsaidia mtoto wake ili aweze kupata matibabu. Naombeni Watanzania zangu mnanisikiliza kuanzia hapa, mnisaidie mwanangu apate tiba, aendelee kusoma na aendelee kupata, asome, apate elimu kama wanavyopata watoto wenzake. Lakini sasa hivi kusoma kuna mshinda. Akienda shuleni saa zingine analetwa, anarudishwa nyumbani. Ameumwa huko anarudishwa nyumbani. Saa zingine haendi kabisa, wiki yupo nyumbani. Kwa hiyo naombeni Watanzania wenzangu mnaonisikiliza mweze kunisaidia. Mtazamaji,
Ukiguswa kumsaidia mama huyu, nambari yake ni 06 52 18 43 90, 06 52 18 43 90.